Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Aprili 2, siku ya Alhamis. Leo tunaiangazia mada inayosema utomvu. Kukaa ndani ya Kristo wakati mwingine kunaweza kuonekana kama moja ya mambo magumu zaidi kufanya. Tunaweza kujua kwamba hiki ndicho tunachohitaji, lakini heka za maisha hutuvuta kwenye mkondo wake, na kisha inaonekana kuwa vigumu sana. Kumfuata Mungu kunaweza kuonekana kuwa mzigo mkubwa zaidi kuwahi kutokea, hasa kwa wale wanaoudhiwa na mtu anayejaribu kuwafanya umfuate Yesu. Dini ya aina hii inaweza kuonekana kuwa ya kuchosha kwa sababu yote huwa inahusu matendo ya nje badala ya yale yaliyo moyoni. Hakuna kinachoweza kuwa mbali zaidi ya kile ambacho Mungu anatamani, ambao ni uhusiano ambao msingi wake ni upendo wa pande zote, si sheria tu. Uhusiano uliochaguliwa ambamo yeye alikuchagua wewe kwanza, kulingana na upendo na uchaguzi wa bure. Wakati mwingine tunaweza kuwa tumeunganishwa kwa kiasi fulani na mzabibu, lakini hatujakaa kweli kwa kila nyuzi za utu wetu. Tunaweza kwenda kanisani, kuomba na kufanya kile tunachojua ni sawa, lakini ndani tunahisi kudhoofika. Ukweli ni huu: hatuwezi kujiweka wenyewe ndani ya Yesu kama vile tawi lisivyoweza kujiunganisha lenyewe na mzabibu. Mungu alitupenda sisi kwanza, alifanya hatua ya kwanza. Mwitikio wetu daima ni mwitikio kwa kile ambacho Mungu ametufanyia kwanza. Ikiwa unatazama jinsi mzabibu unavyoishi wakati wa majira ya baridi, utajifunza ukweli wa kuvutia. Machipukizi kwenye matawi hupungukiwa na maji na kutengwa na mfumo wa kukua hadi majira ya kuchipua. Wakati udongo unapopata joto, mizizi hufyonza maji na utomvu hupanda kupitia shina la mzabibu hadi kwenye machipukizi na kisha huanzisha ukuaji. Bila utomvu unaotiririka kupitia kwenye mzabibu, hakuna ukuaji unaotokea. Utomvu katika mzabibu ni kama Roho Mtakatifu maishani mwetu. Tunaweza kuwa kama tawi lililokufa, lakini tunapochagua kutumia muda pamoja na Mungu, Roho Mtakatifu humiminika ndani yetu kama utomvu kutoka kwenye mizizi na kutuleta kwenye uzima ili tuanze kukua. Vile vile tunahitaji kufanya uamuzi wa kutaka kukaa ndani ya Yesu. Ni lazima pia tuombe Roho Mtakatifu, yaani utomvu, atiririke maishani mwetu. Soma Luka 11:13 pamoja na Yeremia 31:3, Yohana wa kwanza 4:19 na Warumi 8:9 hadi 11. Kuna ujumbe gani hapa ulio muhimu kwetu? Kwa kweli ni Roho Mtakatifu anayeleta ukuaji na kuhakikisha kwamba tunastawi na kushikamana na mzabibu. Tunahitajika kila siku kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye yuko pamoja nasi hapa duniani ili moja, awe msaidizi wetu, Yohana 14:16 hadi 18. 2, amfunue Yesu kwetu, Yohana 15:26. 3, atusadikishe kuhusu dhambi, Yohana 16:7 na 8. 4, atuongoze katika kweli yote, Yohana 16:13. Soma orodha hii tena. Ni kwa jinsi gani kila kipengele cha kile anachofanya Roho Mtakatifu kinaweza kuathiri uhusiano wako na Mungu. Mungu atubariki sote.